Watching us from our brothers in diaspora na Church Without Walls, wale ambao wako hapa kwa hema, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, ningependa mnipunguze mkono mweze tu kusema hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Wapendwa, tonight I want to share a message on understanding the will of God. Understanding the will of God. Wakati na share ujumbe, ni vizuri sana tuweze kukuperceive na tujue ya kwamba kama kuna gain kubwa ambayo unaweza kuwa nayo kwa maisha yako na uhesabu kama faida kubwa sana, ni wakati wewe kama muamini unaelewa the will of God. Ni jambo ya maana sana, kwa sababu ukielewa the will of God itakuwezesha utembelee to walk in dominion, na pia vile vile itafanya ukuwe na good health, kwa sababu wakati umekosa the will of God, ukielewa the will of God utakuwa stress free. Na unajua ukikosa kuelewa the will of God, mara nyingi utakuwa na stress. Knowing the will of God inaweza kukuwezesha, wapendwa, muweze kuwa stress free. Amen. Unakuwa bila stress tu kwa kujua mapenzi ya Bwana. Na ukikuwa stress free, ndipo sasa utaweza walk in dominion. Nataka kusema ya kwamba, wapendwa, watu wengi wako na stress na pia vile vile wako na worries of this life, na watu wamekuwa wanajiuliza maswali pro God. Lakini wakijiuliza maswali kadhaa, kwa sababu nimeona wengi wakijiuliza maswali, na kila ambacho ninajua tu ya kwamba maswali hao wanauliza ni kwa sababu wamekosa kuelewa the will of God. Lakini wangeelewa mapenzi ya Bwana au wangeweza kuuliza hayo maswali. Unapata mtu anakuwa na regret in life. Mtu anasema kwamba, kwa mfano tu, kwa nini mimi nilizaliwa Mjaluo? Pray God. Kwa nini mimi nilizaliwa Mwafrika? Si ningezaliwa tu Mzungu? Pray God. Ama Muhindi? Watu wamejiuliza, kwa nini mimi nikaishi Siaya? Kwa nini mimi ni Mkenya? Pray God. Si ningezaliwa tu Qatar? Si ningezaliwa tu Canada, yani huko Amerika? Si ningezaliwa tu London? Pray God. Kwa nini nikapatikana Kenya? Lakini nashukuru Mungu sana, kwa sababu naona katika nchi yetu kuna watu ambao wanasema, wengi sana wanaelewa the will of God, na wanasema kwamba I am proud to be a Kenyan. Nafurahi kuwa Mkenya. Pray God. Wengi wanafurahi kuwa Mkenya, na ni vizuri, kwa sababu ni vizuri tujue ya kwamba, ukiona, wapendwa, ukiona wewe ni Mkikuyu ama Mjaluo ama Mluya ama Mkisii, ilikuwa ni mapenzi ya Bwana, the will of God. Ukiona unakaa huko Siaya ama Kakamega, ama ukiona uko hapa Kitengela, Nairobi, Mombasa, pray God, it is in the perfect will of God. Ukiona uko mahali uko unafanya kazi, it is in the perfect will of God. Usijiulize, kwa nini mimi sikufanya kazi ya huko parliament? Kwa nini mimi nafanya kazi kwa maua? Amen. Nataka kusema kwamba wakati mahali unafanya kazi, it was in the will of God, na pia vile vile mahali ulizaliwa, it was in the will of God, na mahali uko sasa hivi, it is in the will of God. Manake hayo yote yalipangwa na Mungu. Mungu wakati alikuwa hata kabla kuwa amekuzalia, umezaliwa, pray God. Kabla Mungu akuwa amekuumba, Mungu alijua ya kwamba huyu mtu wangu vile anazaliwa ataishi kwa ushago kwa miaka 8. Basi atatoka ushago, ataenda Nairobi. Baada ya kuenda Nairobi, atachukua muda kiasi fulani, ataweza kuingia kwa kampuni ambayo inaitwa fulani, na ataingia kwa kampuni ya maua kwa mfano, na atafanya kazi kwa baada miaka kama 4, na ataweza kupata sasa mbavu yake aoe, ataweza kuoa, kupata wife, na pia vile vile ataenda kwa ushirika, kwa hii fellowship, na kwa hii fellowship ataweza kukutana na destiny connectors
ama destiny pillars, ama destiny helpers, ama destiny builders, so and so, ambao wataweza kumsaidia to fulfill or to become all that God wanted them to be. Praise God. Hayo yote iko kwa mpango ya Mungu. Na maanisha kwamba Mungu alijua the exact place ambao utazaliwa na muda ambao utaishi mahali. Hiyo kampuni itafanya kwa miezi mingapi? Baadaye utahama itaenda wapi? Yote iko kwa record ya Mungu. Praise God. Manake tunaambiwa katika kitabu cha Act chapter 17 ukisoma verse 26, maandiko nasema ya kwamba maandiko nasema from one man, huyo ni Adam, from one man he made every nation of men that they should inhabit the whole earth, and he determined the times set for them and the exact places where they should live. God did this so that men will seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us, for in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. Sasa tunaona ya kwamba he determined the exact places where we should live, and he determined also the time set for us. Praise God. Ya hayo yote kwa mpango ya Bwana. Na wewe kwa mfano kama umekuwa umenungunika, kwa nini mimi nikazaliwa Mwafrika? Kwa nini mimi nikapatikana Kenya? Kwa nini mimi nafanya kwa kampuni fulani? Yote ilikuwa ni mipango ya Bwana. Na nipasa ni vizuri tuweze kuunderstand the will of God. Na wapendwa, nataka kusema kwamba you will never understand, you will never know the will of God until you change your mind, until you are renewed, you renew your mind, until you are transformed. Praise God. Mpaka ubadilishwe ndiposa utaweza kuelewa mapenzi ya Bwana. So ukitaka kuelewa mapenzi ya Bwana, the first thing ya kwamba Bwana ya kwamba Bwana nibadilishe, ndiposa niweze nikajua mapenzi yako juu ya maisha yangu. Na ndiposa tunaambiwa katika Roma chapter 12 verse 2. Maandiko yanasema ya kwamba therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. To some verse 2, very, very important. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Praise God. Yeah, tunaambiwa tusikue conformed, yani tusigeuzwe na pattern ya ulimwengu, lakini tukue transformed, tubadilishwe by renewing of our mind, so that we may be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Praise God. The will of God iko mara tatu. The will of God iko mara tatu. Kuna the will of God ambayo tunaita the good will of God, kuna the will of God ambayo ni pleasing will of God, kuna the will of God which is perfect. Kwa mfano tu, mimi sasa hivi nikiamua ya kwamba nataka kuoa kwa umri wangu, praise God, basi nikiamua nataka kuoa naweza oa, kwa sababu nikioa sijafanya dhambi, praise God. Lakini hata kama nitaoa, kuoa nikiamua niowe kwa sababu sio dhambi, that is in the will of God. But that will of God is good will of God, praise God. It is in the good will of God. Lakini nikisema ya kwamba mimi kwa sasa bado sitaweza kuoa, nataka kukaa kwa miaka zingine mbele, ili niweze inquire from God, na niweze wait upon the Lord, niweze kuongojea Mungu, na ndiposa niweze kufanya maombi, na ndiposa niweze kuomba, na ili nipate mbavu yangu ambao atakuwa yule mke ambaye ameokoka, na huyo mke atakuwa amejua Mungu, na ataweza kunifikisha ataweza kunisaidia kwa hatima yangu. Basi nikiongoja nisiowe sahi, niowe hata 5 years to come, na niwe nikiomba nikumwambie Bwana nisaidie, let your will be done in my marriage, praise God.
Basi huyo uamuzi ambao nitafanya ya kuongoja kwamba siowi sahi, it is in the pleasing will of God. Pray God. Bana petu forte. Amen. Maombi ambayo nitafanya hiyo. Maombi ambayo nitafanya kwa sababu nitangoja na nisikie kutoka kwa Bwana. Pray God. Kumbuka ya kwanza ya kwamba nimekwambia it is in the good of will of God. Lakini ya pili, now it is in the perfect will of God. Pray God. It is in the perfect will of God. Lakini the pleasing will of God, kama ninaweza sema ya kwamba mimi kwa maisha yangu yote sitaoa kwa sababu nataka ni commit kwa kazi ya Mungu. Pray God. Na nataka tu kuishi vile niko na sitaoa. Pray God. Ili nifanye kazi ya Mungu fully. Pray God. Hiyo pia nimefanya uamuzi bora. Pray God. Na hiyo inaitwa pleasing will of God. Na kwa hizo tatu, good will of God, pleasing will and the perfect, the best one, yote ni nzuri, lakini the best one is the perfect will of God. Bana betu forte. Yeah. Na hizi mapenzi ya Bwana tutaweza kuelewa ikiwa tumekuwa renewed in our mind. Ndipo sasa kuna maombi ambayo tunaombanga na wengi wamejua, wengi tumejua. Uanga tunaomba hii maombi ya kutoka kwa Matthew chapter 6 verse 10. Huwa tunaomba ya kwamba Yesu anasema this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Pray God. Yes. Yeah. Your will be done on earth as it is in heaven. So, wapendwa, ni vizuri tuweze kuelewa kwamba when we pray this prayer that let your will be done, one thing we should know is that the will of God is settled. Pray God. The will of God is settled. What do I mean by settled? Pray God. Nikisema kwamba the will of God is settled, inamaanisha kwamba hiyo mapenzi ya Mungu ambayo unaomba itimie kwa maisha yako, tayari Mungu alishaweka hiyo maksudi kwa maisha yako. Kwa mfano, Mungu alishaweka ya kwamba wewe utakuwa bilionea. Na kwa sababu Mungu alisema kwamba utakuwa bilionea, na sasa ni vizuri tu sasa kuomba tu ya kwamba Lord, let your will be done concerning my life. Kila ambacho uliweka ya kwamba nitafanyika, let your will be done. Pray God. Wakati tunasema let your will be done, the will of God is settled. Tayari kila ambacho Mungu aliweka utafanyika iko. Na ndiposa ukisema let your will be done, au si kwamba unamwambia Mungu ya kwamba Mungu fanya miujiza nikuwe milionea. Mungu fanya niweke nikuwe milionea. Tayari Mungu alishakukuweka. Pray God. Because the will of God is settled. Wapendwa, the will of God concerning our life is settled. Na kwa sababu unajua wacha tuseme maandiko Psalms 119 verse 89. Psalms 119 verse 89, maandiko nasema, forever, O Lord, your word is settled in heaven. The word of God is settled in heaven. Sasa Mungu kama alisema utakuwa bilionea, tayari alishakukuwekea na kamaliza. Pray God. Sasa ni wewe kumwambia tu Mungu, kila ambacho ulikusudia juu ya maisha yangu, wacha ikatendeke. Amen. Si ya kwamba Mungu ndiye anaanza kazi mpya kwa maisha yako. Mungu alishakwisha kitambo kutengeneza kila kitu kwa maisha yako na akamaliza. Bwana betu forte. So ni kupitia maombi na itafanya kila ambacho Mungu aliweka juu yetu tuweza kufanyika. Kwa sababu Mungu, maandiko nasema yeye ni Mungu ambaye hutangaza mwisho akiwa mwanzo. Isaiah chapter 46 verse 10. Pray God. Maandiko nasema declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Mungu yeye hutangaza mwisho akiwa mwanzo.
Na inamaanisha kwamba Mungu alishakwisha kufanya kazi na maisha yako, alishakwisha kupangia maisha yako. Si ya kwamba sasa ndio Mungu anafanya kazi ya kwamba nataka 20 years to come huyu mtumishi wangu awe financial. Hapana. Mungu tayari alishakwisha kufanya kila kitu. Praise God. Sasa ni jukumu lako kuelewa mapenzi yake na kuweza kuomba, kwa sababu vile uko hapa, there is a book that was written concerning you. Praise God. There is a book that was written concerning you. Na hicho kitabu ambacho iliandikwa chochote mambo yote ambayo utafanyika iko kwa record ya Mungu, wapendwa. Na kwa sababu ziko kwa record ya Mungu, ni vizuri tuweze kuelewa the will of God. Na sasa uweze kuomba kusema, let your will be done. All that was written in my book, let them be fulfilled in my life. Psalms 139 verse 16. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Praise God. Yeah, there was a book that was written concerning you. Na kwa hiyo tunajifunza, tunaona kwa nini. Unajua? Na kwa sababu Mungu alishakwisha kuweka chochote ambacho utafanyika. Hata kama utafanyika mwalimu, daktari, Mungu alishamaliza kazi na maisha yako. Sasa kwamba ndio Mungu anakupangia. Praise God. Na ndiposa tuweze kuelewa the will of God concerning our life, concerning our calling, concerning our destiny, concerning the ministry. We should understand the will of God. Unajua, tunaelewa Jacob na Esau. Maandiko nasema kwamba kabla hawakuwa wamefanya dhambi, kabla hawakuwa wamefanya kitu mbaya ama nzuri, hata kabla hawakuwa wamezaliwa, praise God, Mungu alikuwa amenena na akasema the older will serve the younger. Anasema na hawajazaliwa na hawajafanya kitu nzuri ama mbaya, yaani hawajafanya dhambi yoyote, lakini Mungu tena kaendelea akasema ya kwamba Jacob I love but Esau I hate. Praise God. Inamaanisha ya kwamba the will of God is settled. Yale unaomba juu ya maisha yako, si ya kwamba ndio Mungu anatengeneza. Mungu alikwisha kitambo hata kabla au kwa amezaliwa. Wacha tusome tu. For this was how the promise was stated. At the appointed time I will return and Sarah will have a son. Not only that, but Rebekah's children had one and the same father, our father Isaac. Yet, before the twins were born, or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by work, but by him who calls, she was told, the older will serve the younger. Just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Praise God. Wapendwa, ni vizuri sana tuweze kuelewa ya kwamba the will of God concerning our life is settled. And because the will of God is settled, the best thing that we should do is to understand the will of God. Because when you understand the will of God, itakusaidia sana kwa maisha yako kutembea kwa dominion na kukua stress free. Praise God. Yeah, na yule ambaye ni mwerevu, ni yule ambaye anaelewa the will of God concerning his life. Na ndipo tunaambiwa katika Ephesians chapter 5 verse 15. Maandiko nasema kwamba be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Verse 17 tunaambiwa ya kwamba therefore do not be foolish but understand what the Lord's will is. Praise God. Tunaambiwa kwamba do not be foolish but understand what God's will is. Wapendwa, katika jina la Yesu Kristo, usimame tu kwa mguu in the name of Jesus.